Leo tumepata nafasi ya kukutana na kiongozi wa nchi ambaye ni waziri mkuu wa Japani. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Japani ametuhakikishia kuendelea kuimarisha mahusiano yetu kati ya Japani na Tanzania. Nini maana ya mahusiano haya? Tunapopata ahadi ya kwamba tutaendelea kushirikiana, kwetu sisi tunazidi kufungua fursa, na hasa kwenye wito wetu wa uwekezaji wa ukuzaji wa uchumi wa ndani. Kwenye uchumi wa ndani tuna mambo mengi. Zinazo sekta muhimu ambazo sisi tunazisimamia, na tumeamua kualika private sector iweze kusimamia na kuimarisha biashara yake. Na leo tupokuwa nchini Japani tumekuwa na forum ya wafanyabiashara. Tumewaalika kuja kuwekeza kama sekta binafsi, kwa kushirikiana na sekta binafsi ya ndani ya nchi ya Tanzania, ili waweze kufanya uwekezaji mkubwa ambao sasa utasambaza uwezo wa kiuchumi kwa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Tunapoangalia leo tuna miradi, lakini tuna makampuni ya uwekezaji zaidi ya 24 kutoka Japani kwenda nchini Tanzania. Na tuna miradi tofauti ambayo inatekelezwa na JICA. Haya yote ni fursa ambazo sisi Tanzania tunazipata kupitia mahusiano haya. Kwa ahadi ya waziri mkuu ya kuendelea kushirikiana na sisi Tanzania yanatupa matumaini kwamba miradi iliyopo, uwekezaji uliopo unaendelea, lakini maeneo ambayo yanahitaji uwekezaji, na kwa kuwa tumekaa kwenye vikao vya kuhamasisha wafanyabiashara kuwekeza, tunaamini pia itaendelea. Kwa hiyo mahusiano haya yanakwenda kuleta fursa ya kufanya nchi yetu ipate mabadiliko kiuchumi. Leo tulipokuwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu ametuhakikishia kwamba mpango wao mkakati wa kuungana pamoja na serikali yetu katika kufanya maboresho ya miradi mbalimbali ndani ya Tanzania inaendelea, na ametuhakikishia kwamba JICA kama taasisi itaendelea kufanya kazi kupitia ubalozi wa Japani nchini Tanzania kuainisha maeneo yenye uhitaji mkubwa, ili tukae pamoja na serikali tuweze kuona namna tutakavyotekeleza miradi hiyo. Waziri Mkuu wa hapa Japani ameridhia na amemwagiza balozi wake kufanya kazi na serikali kupitia miradi ya kimkakati ambayo inahitajika. Kwa sasa tumemjulisha kwamba tunalo tatizo la barabara zetu kutokana na mvua nyingi. Liko azimio la awali kabisa la kukarabati barabara kutoka Morogoro kwenda Dodoma, na serikali ya Japani ilichukua hilo. Kwa hiyo tumewakumbushia leo watekeleze mradi huo, lakini tumeingiza barabara mpya ya kutoka Kibiti kwenda Lindi ambayo imeharibika kwa kilomita zote, na Mheshimiwa Waziri Mkuu amekubali kuchukua barabara hiyo, na amemwagiza Mheshimiwa Balozi aende akaikague, alafu watu wa JICA nao wakaikague, ili serikali ifanye maamuzi ya kutunga mkono serikali yetu katika kukarabati barabara zilizoharibika baada ya mvua kubwa kuharibu barabara hizo.